Tumeelewana? Vijana wa Kiislamu wameteseka katika zama za utawala wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wameingia vijana wa Kiislamu wengi katika Uislamu, hawajui hata historia ya Uislamu kama tulivyokuwa sisi. Labda Umar akataka kuwaonyesha Uislamu unatokea wapi. Watu wamejazana katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar akamwita Khabbab ibn Arat, akamwambia hebu tuhadithie nyinyi Waislamu mwanzo mlivyoingia ilikuwaje. Khabbab akamwambia, Amiri al-Mu'minin, mimi sikuhadithie, mimi nitakuonyesha. Akachukua kanzu yake hivi akaivua kwa mbele hivi, alafu akageuka akawaonyesha mgongo wake. Ule mgongo wake umekuwa ni sawa sawa na kioo. Si mnajua kioo jamani, kinavoteleza mgongo ni kama kioo, maana unaweza kujiangalia kwenye mgongo wa mtu. Umar alikuwa hajawahi kuona hiyo. Alisikia mateso aliyopata, lakini alikuwa hajawahi kuona. Akasema subhanallah, ilikuwaje? Khabbab akamwambia, mimi nilivyosilimu, nilivyoingia katika Uislamu, wakati ni bado ni kijana, nilikuwa ni dhaifu, yani sina watu wa kunitetea kama walivyokuwa masahaba wengine. Nikachukuliwa na wale vigogo wa Kimakuraishi, wakakusanya mawe mieusi yenye kuteleza, mawe meusi yanateleza kabisa yale, wakayatia katika moto, yanakoka moto mpaka yale mawe yakawa yana wekundu, yani juu wekundu, yamepata wekundu. Nikawa nachukuliwa mimi, nimevuliwa nguo zangu hizi gongo wote, na nimebandikwa juu ya yale mawe, alafu navutwa kwenye miguu hivi, yani wananislidisha, nakuwa na slide kwenye yale mawe taratibu. Anamwambia mafuta ya mgongo wangu ndio yalikuwa yakipooza ule moto, yale mafuta yanayevuja kutoka katika mgongo. Nikatoka pale nikamtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamkuta yuko Al-Kaaba. Bado Al-Kaaba na masanamu, lakini Mtume alikuwa anakwenda pale kukaa. Nikafika nikamwambia, ya Rasulullah, ala tad'u lana alla tastansir lana. Mtume wa Mwenyezi Mungu, yani hali yenyewe unavyoiona hii haina haja kumwambia nimefanywa nini, anaona yani. Kwa nini usituombee dua kwa Mwenyezi Mungu? Kwa nini usituombee nusra? Mwenyezi Mungu akutuletea nusra, wewe dua zako zinakubalika. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejiegemeza, akakaa vizuri, sura yake ikabadilika, akawa yuko serious na ni mkali. Akamwambia, ya Khabbab, waliokuwa kabla yenu walikuwa wanaingizwa katika shimo, wanachimbiwa katika shimo, halafu linakuja msumeno wa chuma, unamkata katikati ya kichwa chake, unamtenganisha baina ya sehemu zake mbili za mwili. Yote hayo ilikuwa haiwatoi watu katika dini yao. Ya Khabbab, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, dini hii ya Kiislamu itaenea katika kila nyumba duniani, sio nyumba ya udongo wala sio nyumba ya majani, isipokuwa Uislamu utaingia. Lakini nyinyi mna haraka, nyinyi mna haraka. Khabbab amekwenda kutafuta kubembelezwa, kuliwazwa, kuambiwa pole pole pole, Khabbab, vumilia, Allah atakulipa pepo, au Mtume amkumbatie, amuondoshee maumivu yake ya kisaikolojia. Lakini anapigwa tena na msumari wa moto. Kwa nini Mtume alisema maneno yale mazito? Alitaka kumfundisha Khabbab, lakini ilikuwa ni darsa kwa vijana wote wa Kiislamu na maswahaba wote, kwamba Uislamu hautasimama kwa lele mama. Uislamu hautasimama kwa dua na kumwomba Mwenyezi Mungu nusra. Uislamu utasimama kwa tadhhiya, kwa watu kujitoa muhanga, watu kuifanyia kazi dini ya Mwenyezi Mungu. Leo tunaona hali ya umma wetu jinsi ilivyo. Tunaona hali ya Uislamu duniani kote. Tunaona hali ya Uislamu katika nchi yetu. Ni nani atakayerekebisha hali hii? Kwa kuomba dua?
Dua ni kitu muhimu sana, ni silaha ya Muislamu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliitumia katika vita vya Badr. Aliomba dua mpaka kilemba kilianguka, anavalishwa kinaanguka, kanyanyua mikono juu mpaka makwapa yanaonekana, kuomba Mwenyezi Mungu anusuru kile kikundi. Lakini tayari kilikuwa kikundi kimejiandaa kwa ajili ya kupambana, hawajakaa majumbani mwao. Leo hali inayopitia umma wetu wa Kiislamu, bila juhudi za vijana wa Kiislamu, wallahi hatutatoka katika hali kama hii. Bila kupatikana kina Mus'ab ibn Umair, kupatikana kina Khabbab ibn al-Arit, kupatikana kina Arqam ibn al-Arqam, kupatikana watu ambao watasoma kwa ajili ya Uislamu, watasoma kwa ajili ya umma, sio wanasoma kwa ajili ya yeye na familia yake na watoto wake. Anasoma kwa ajili ya Uislamu. Anataka kupambana na changamoto ambazo umma wake unakabiliana nazo katika sekta ya elimu, katika sekta ya afya, katika sekta ya uchumi, katika sekta ya maadili. Anaumiza fikra zake, anaumiza kichwa chake, anafikiria mimi nitasaidiaje umma wangu? Uislamu umenifikia kupitia damu na muhanga waliotoa vijana kama mimi waliotangulia. Mimi nawasaidiaje vijana wanaokuja? Tunaishi katika zama za social media, maadili yameporomoka, maadili yamekuwa ya hovyo, zina imekithiri, wanawake kutembea uchi, vijana kujitambua, madawa ya kulevya, bangi, vishawishi vimekuwa vingi, Uislamu unapigwa vita kila kona. Wewe kama kijana wa Kiislamu una mchango gani? Unafanya nini? Una mpango gani katika hilo? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfundisha Khabbab. Hakuwa na haja ya kumbembeleza, mkumbatie, kaa hapa sahaba wangu, rafiki yangu, pole sana. Hakuna fragile emotions katika wakati ule. Anataka kuambia kwamba lazima uwe ngangari. Lazima uwe ngangari katika matatizo yanayokukabili.